Leo tumewaita hapa makao makuu ya Al-Hikma Foundation kwa ajili ya wito wa mwisho na ukumbusho wa mwisho kwa Waislamu, wapenzi wa Qur'an na Watanzania kwa ujumla, kuja kushuhudia ule mtinange, yale mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara ulimwenguni, yanayotambulika kwa jina The Greatest Intercontinental Holy Quran Competition, kwa Kiarabu musabaqatu qarat al-alam al-kubra lil-Quran al-Karim, na kwa msisitizo kwa Kiswahili mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara ulimwenguni. Niwaambie Waislamu na Watanzania, mwezi mtukufu ulipata utukufu kwa sababu ya kitabu hiki kitukufu. Malaika Jibril amepata utukufu kwa sababu ya kupewa jukumu la kukishusha kitabu hiki kitukufu. Naye mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipata utukufu kwa sababu ya kushushiwa kitabu hiki kitukufu. Nasi tumeambiwa ili tupate utukufu ni lazima tushikamane na kitabu hiki kitukufu, lazima tukifuate kitabu hiki kitukufu, na lazima tukienzi kitabu hiki kitukufu. Al-Hikma Foundation kwa kuzingatia hilo, ndani au katikati ya mwezi mtukufu tunakuletea mashindano ya 25, robo karne hiyo baba, yatakayofanyika tarehe 16 wiki hii tu ya mbele, ndani ya mwezi huu wa 3 mwaka huu 2025, insha Ar-Rahman alladhi allama al-Quran, kuanzia saa 12 asubuhi kama kawa hadi saa 6:30 mchana. Hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Watu wote hata wasiokuwa Waislamu Qur'ani inawahusu. Qur'ani yenyewe imesema mwanzoni mwa suratu Ibrahim, kitabun anzalnahu ilaika, kitabu tumekuteremshia ewe Muhammad, litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, ili upate kuwatoa watu katika kiza na uwapeleke katika nuru. Qur'ani imehusishwa na watu, na mtu ni mtu, awe Muislamu awe Mkristo awe hana dini, wote Qur'ani inawahusu. Karibuni katika viwanja hivi vya Mkapa na Uhuru. Mgeni wetu rasmi si mwingine, ni yule aliyeweza kukivaa kiatu cha mwenyewe, Alhaji Ali Hassan Mwinyi, mtoto wake Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu yetu Kassim Majaliwa, naye tutakuwa naye. Lakini kipekee mwaka huu tutakuwa na naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Doto Mashaka Biteko, rafiki yangu huyu, kiongozi ambaye ni waajabu sana, anajua Kiarabu na anajua kusoma Qur'ani kwa Kiarabu, jambo ambalo Waislamu chungu mzima hilo linawashinda. Naye tutakuwa naye na viongozi mbalimbali. Kipekee mwaka huu tutakuwa tuna makadhi wa Afrika Mashariki yote watakuwa ndani ya uwanja wa Mkapa, insha Ar-Rahman alladhi allama al-Quran. Tuna wageni kutoka Omani, tuna wageni kutoka South Africa, tuna wageni kutoka Uingereza, tuna wageni kutoka Kenya, tuna wageni kutoka Burundi, tuna wageni kutoka Rwanda,
dunia nzima sasa imekwisha changamka kuja kujionea ni nani, ni bara lipi litakaloondoka na kitita cha milioni 30. Kwa kumalizia, niwaambie Waislamu na Watanzania kwa ujumla, Al-Hikma Foundation kila mwaka tuna slogan na tuna kauli mbiu na tunakuja kivingine. Mwaka huu kauli mbiu yetu inasema Qur'ani tukufu ni moja kati ya mawili baba, ama ikunyanyue au ikubwage. Twendeni sasa ikatunyanyue, kwa sababu hayo kayasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyo sahihi pale aliposema inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin, hakika ya Allah kuna watu atawanyanyua kupitia kitabu hiki, atawapandisha daraja juu kwa juu, watakuwa matawi kweli kweli, nyota isiyoshikika kupitia kitabu hiki. Wakati gani? Watakapokienzi ukweli wa kukienzi, wakakifuata ukweli wa kukifuata, wakakiheshimu ukweli wa kukiheshimu, wakakisoma, wakakihifadhi, wakakifanya kwa dira yao, wakakifanyia kazi, wakakipenda. Allah atawanyanyua kupitia kitabu hiki, na wale waliokipuuza kitabu hiki atawabwaga kweli kweli, na watakuwa pangu pakavutia mchuzi. Nzuri kwa mwandishi Saimu Gwao, anasema kutokana na kasi ya matangazo yenu, mmejiandaaje na mafuriko ya watu, hasa watakapoamua kujaa mapema? Alhamdulillah, kile kilichokuwa ndani ya uwezo wetu tayari tumekwisha kiweka sawa, na tunashirikiana vizuri na wizara husika kupitia mameneja, madirectors na viongozi mbalimbali wa pale uwanjani, na mazingira yote yako sawa. Niwaambie Waislamu na Watanzania wasihofu chochote. Mguu mosi mguu pili ndio kupandishwa daraja, na atakaikata mguu wake hakuja huenda akabwagwa. Naam, karibu Saimu Gwao. Nauliza kwa sababu Qur'an kwa ajili ya watu wote. Je, viongozi wa upande wa pili, wale viongozi wakuu mmewalika japo hata mmoja? Bimaana ya viongozi wa dini wenzetu wa upande wa pili. Naam, viongozi wenzetu wa upande wa pili kwa mwaka huu hatukualika kwa kweli, lakini miaka ya nyuma tulikuwa tunawalika. Na kitendo cha kualika viongozi wengine wa kiserikali ambao si Waislamu, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya wa Ilala, mkuu wa wilaya ya Temeke, naibu waziri mkuu, mawaziri mbalimbali ambao si Waislamu, hii yaonyesha kwamba sisi Al-Hikma hatubagui. Huko nyuma tulikuwa tunawalika, na kidogo wenzetu walikuwa wazito kwa kweli kutuitikia, na huenda hilo likatuvunja moyo kuendelea kualika mara kwa mara. Na mimi kama Sheikh Kishki huwa nina slogan moja. Mimi nina slogan Watanzania tuungane kwa maslahi ya taifa, katika kulijenga taifa, katika kupanda mbegu nzuri ya upendo, amani, haki, umoja na mshikamano, na tuwe karibu, tukae meza moja, tule meza moja, tule sahani moja. Panapofika jambo la kiimani, tusilaumiane, kila mtu aachwe akae upande wa imani yake, na asilazimishwe kushiriki katika imani ambayo sio ya kwake. Kwa hiyo huwa mimi si mind kwa kweli mtu nikimwalika kwenye shughuli za kidini hakuja kwa sababu imani yake, na naomba asiitwe mbaguzi. Hii ni imani jamani, imani haichezwi nayo kabisa. Hakuna ubaguzi. Ubaguzi ungekuwepo tusingekaa meza moja katika maeneo mbali mbali. Swali la pili ndugu zangu. Naam, swali la pili, karibu ndugu yangu. Umezungumza kwamba haya mashindano yatakuwa ni ya 25. Tunataka tuambie kidogo kwenye miaka 24 iliyopita kulikuwa changamoto kadhaa. Mjipanga vipi kwa kwamba zile changamoto za miaka yote ambazo zilikuwa zikitokeza kwenye mashindano naenda kuhakikisha kwamba hazitakuja kwa mashindano haya 25. Na utofauti wake ni upi na mashindano yaliyopita? Swali zuri.
anasema kila shughuli kutoka Manara TV, kila shughuli ina changamoto, na bila shaka changamoto katika mashindano ya mwaka jana ya 2024 mmejipangaje kukabiliana nazo, kuzipunguza au kuziondoa kabisa? Kwanza nikiri ya kuwa kwa mziki huu mnene, kwa kazi hii kubwa, kwa shughuli hii kubwa ya kujaza viwanja vyote viwili, lazima changamoto haiwezi kukosekana. Kadri Allah anavyotujalia tunakabiliana na changamoto na tunazitatua kila mwaka, ila kuzitatua kwa pamoja kwa kweli hatutaki kusema uongo, sisi tumefunga. Kwa mfano, changamoto kubwa ambayo mwaka huu tumejipanga kukabiliana nayo ni kupunguza idadi ya washiriki. Mwaka jana tulikuwa tuna idadi ya washiriki takriban 23 takriban. Mwaka huu tumeamua kuweka 17, ambapo kwa taimu tulioiandaa, wakianza kwa muda tuliokubaliana na majaji, mashindano saa 4 takriban na robo hadi na nusu mashindano yameisha. Tunawapa meza kuu masaa mawili tu ya kuzungumza, salamu na kugawa zawadi. Tunatarajia ikiwa Mola atatia baraka nia zetu, 6:30 mwaka huu tumalize. Kwa hiyo hili pia ni moja ya mbinu ya kukabiliana na uwingi wa washiriki na kutumia muda mwingi sana pale viwanjani. Hawa viongozi wetu wana upendo mkubwa, wanaheshimu dini, wanakaa muda mwingi kutuvumilia, lakini wakati mwingine huenda hawapendezi kukaa muda mrefu sana pale. Kwa hiyo hili ni moja ya mambo ambayo mwaka huu tunataka, Mungu akipenda, tulisimamie kwa dhati, ili usomaji wa mashindano yenyewe uishi haraka, alafu tuingie katika hayo mengineyo insha Allahu taala. Shindano dada pili, nikwambie, huwa tunaombaga dua. Usione tumekaa tu pale, dua zinamwagwa pale, wizara yenyewe inapigiwa dua pale na barikiwa. Hata mkitaka timu zenu mzilete pale zipigwe dua, tutazipigia dua, lakini kwa sharti zikiwa zinashindana na timu za nje. Ndani kwa ndani mtatupeleka kule kule kwenye utopolo na ukolo, mtatupeleka. Na sisi viongozi wa dini hatutaki kuwa, tunataka kuwa neutral. Kutoka Icon TV anauliza, kwa kuwa mashindano haya ni mashindano ya mabara, anataka kujua mpaka sasa hivi kuna nchi ngapi na ngapi. Labda nikwambie, mwaka huu bara la Afrika kidogo inaonekana kama tumelipendelea, ingawa hatukukusudia kulipendelea, kwa sababu washiriki wa bara la Afrika wamekuwa wengi zaidi. Lakini mwakani panapo uhai na uzima, tutabalance. Kila bara tutachukua washiriki 2 au 3 ili kupatikana kile kinachoitwa uwiano. Ukiacha hilo, bara la Afrika tuna mshiriki kutoka Misri, kutoka Nigeria, Ivory Coast, kutoka Morocco, kutoka Libya. Hizi ni nchi mpya ambazo hazijawahi kushiriki, ni bara la Afrika. Mabara mengine kama tunavyofahamu, Marekani ya kaskazini, Marekani ya kusini, upande wa Ulaya watawakilishwa na Muingereza, upande wa Australia ni bara kamili hilo, atatokea mtu, na upande wa Asia atatokea Urusi. Kwa hiyo mabara 5 nje ya Afrika plus bara moja la Afrika, jumla ngapi jamani? Mabara 6. Kisha lile bara lingine lile, nyinyi mnajua zaidi, hakai mtu lile, si ndio jamani? Mageuzi tumezifanya familia nyingi kuipenda Qur'an, wazazi wengi kuwapeleka watoto wao madrasa na kuwasimamia na kuhakikisha wanasoma Qur'an. Kubwa kuliko yote, nyuma huko, sala za tarawehe katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndugu mwandishi kutoka Star TV, tuna ibada inaitwa ibada ya tarawehe. Hii inaswaliwa saa 2:30 usiku baada ya kumalizika kwa swala ya Isha. Huko nyuma, miaka 10 au zaidi, Tanzania tulikuwa hatuna maimamu vijana waliohifadhi Qur'ani wakaweza kutuswalisha katika misikiti yote, mikoa yote nchi nzima. Tulikuwa tunaazima Kenya. Sasa hivi vijana waliosoma Qur'ani, waliohifadhi Qur'ani wamekuwa wengi, mpaka tunaazima wengine wanaenda Omani kuswalisha, wanaenda kuswalisha Kenya, wanaenda kuswalisha nchi mbalimbali. Hii
maana yake malengo tumefikia, kuleta muamko wa Kiqur'ani, mageuzi ya Kiqur'ani, kurejesha mapenzi ya Qur'ani katika nafsi za Waislamu na Watanzania, na kuwafanya Waislamu na Watanzania waipende zaidi na zaidi Qur'ani. Sisi ambao tupo katika field hii tunajua kwamba kuna muamko zaidi ya tulivyokuwa tukitarajia.